Rushwa inaweza ikawepo kila sehemu, na kimsingi kwamba warsha hizi zinaweza kuwa na msaada katika ile hali ya kuweka uelewa kwa watu, kujua kwamba lipo jambo linaloweza kuwepo au linaloweza kuendelea. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa maana kwamba maelezo ambayo yanatolewa katika vikao hivi yanachangia kuihamasisha jamii kuelewa kwamba kuna tatizo hili ambalo litatakiwa tukabiliane nalo. Mazingira ni mengi na matukio yapo mengi. Sasa ni jambo la kujiuliza tu kwamba yanatokea kutokana na vitendo hivyo au yanatokea kutokana na mambo mengine, lakini mazingira ya rushwa katika michezo yapo na ni jambo ambalo kwa kweli ni lazima tukubaliane, tuangalie njia sahihi ya kuweza kuliaddress hilo jambo na kila mmoja atoe mchango wake katika kupigania kuondoa rushwa katika michezo. Mara nyingine inakuwa ni vigumu kupima kwamba je, mwamuzi huyu amesukumwa na dhamira yake au ya kutokuelewa au vinginevyo. Hata VAR inaendeshwa na watu. Unaweza kuwa na VAR na isisaidie kufanya jambo lolote kwa sababu wataenda watatafsiri kitu tofauti ambacho pia kinaweza kuwa questionable. Sisi tumecheza mechi za kimataifa na VAR zimetumika, lakini unaona kabisa mimi nipo uwanjani na mazingira yaliyojitokeza hapa, maamuzi yalitakiwa yawe haya, lakini mtu anaenda kwenda kurevisit alafu tena katika hatua muhimu. Kwa mfano kwenye robo finali tulipocheza na Orlando Pirates, hakukuwa na mazingira yote ya foul, hakukuwa na mazingira yote, na goli ambalo tulifungwa lilikuwa ni goli ambalo liko questionable, ambao wao wenyewe walijiuliza huko baadaye wakasema kweli pale tuli overlook. Umeona, tumeenda kucheza na Wydad kwenye quarter finals the same, tumecheza na Berkane Zanzibar, mazingira ni hayo. Kwa hiyo VAR kwa kwetu sisi Afrika sidhani kama inaweza kuwa na mchango mkubwa zaidi, ni utashi wa hao wenyewe wenye maamuzi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakiwa, inawezekana tukipata VAR itasaidia, lakini kwangu mimi naona hapa kwetu VAR inaweza ikachangia ugomvi zaidi, kwa sababu kama wanafanya review na mashabiki na wapenzi wakaona, inaweza ikasababisha hatari kubwa zaidi. Maamuzi ambayo yanatolewa katika viwanja ni ya kustaajabisha sana. Simba haijawahi kuhusishwa na rushwa. Kwa hiyo swali lako siwezi kulijibu kwa sababu Simba haijawahi kuhusishwa. Lakini kuna kitu mimi kinanishangaza. Unaweza kuona timu hafi ya kwanza kwenda draw na upinzani ni kweli mkubwa. Hata roll position utakuta labda 49 kwa 50, lakini once wakirudi kwenye second half ile timu inafungwa goli 5. Ni zidi ya Simba? Sio zidi ya Simba. Sasa siwezi kujibu mambo ya watu wengine, wao wenyewe wana nafasi yao ya kujibia mambo yao. Sisi Simba tunachoamini kwamba matokeo naturally yatapatikana katika uwanja kwa ushindani baina ya timu na timu. Kwa hiyo timu yetu itaonyesha ufundi, tutashinda. Tusipoweza kuonyesha ufundi au tukizidiwa mbinu, tunashukuru Mungu, tunaendelea mbele, kwa sababu tunaamini kabisa matokeo yanapatikana kutokana na ushindani katika mchezo. Nimewahi kutoa maoni mara nyingi. Mazingira yanaweza kupelekea ukaona kwamba hapa kuna vitu ambavyo havikuwa vya kawaida. Kama kwa mfano lile goli la mwalimu katika game iliyopita ile na Yanga, kwa mnazungumzaji wengi wanazungumza ni goli halali. Hata mimi nazungumza hivyo, sio wengi tu. Kwa hiyo ni mambo ambayo sasa kwa hapo mimi siwezi kujibia, kwa sababu ninachojua mamlaka zilichukua hatua kwa huyo muamuzi na waamuzi walioshiriki. Kwa hiyo hatua hizo zimeenda, lakini sasa je, hatua hizo peke yake ndio kinachotakikana? Hilo ndio jambo la kujiuliza. Sasa unazungumziaje game ya 29 na 3? Simba ni timu kubwa, haiwezi kuogopa kucheza na timu yote. Asante.